Simulizi la alama za damu kwenye karatasi za kura imetikisa nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Habari nzito ilishuka kusini mwa Tanzania Januari tarehe 7 mwaka huu pale sauti upinzani ilipokutana ana kwa ana kumbukumbu mbichi za machungu ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, ikifichua simulizi la ukiukwaji wa haki, kuenguliwa kwa mgombea na damu iliyodaiwa kumwagika katika mchakato uliopaswa kuwa wa kidemokrasia. Na ndani ya ukumbi wa Mangowela Inn, kata ya Chuno, mtaa wa Ligula, Mtwara mjini, mkutano wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo uligeuka kuwa ushahidi wa moja kwa moja wa taifa linalobeba jeraha la kisiasa lisilotibiwa. Kile kilichosimuliwa akikuwa propaganda bali kumbukumbu za waliokuwepo katika mstari wa mbele wa uchaguzi usiobishaniwa, wakitoa picha ya mfumo uliovunjika unaozalisha ushindi mkubwa bila ridhaa pana ya wananchi. Ziara ya kuwafikia viongozi wa chama katika mikoa ya kusini iliongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu ilianza kama kikao cha tathmini, lakini ikageuka kuwa hati ya mashtaka dhidi ya uendeshaji wa uchaguzi wa uongozi wa taifa. Kikao kilihusisha uongozi wa jimbo la Mtwara mjini na waliokuwa wagombea wa udiwani, watu waliokumbana na kile walichokieleza kuwa mfululizo wa vikwazo visivyo vya kisera ama kisheria, kuanzia kuondolewa kwa mawakala vituoni hadi kuenguliwa kwa wagombea bila kufuata taratibu. Ushuhuda ulijenga taswira ya uchaguzi ama ya chaguzi zinazopoteza maana yake kabla hata kura hazijahesabiwa. Katika maelezo yaliyotolewa, ilisitizwa kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 uliambatana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo mauaji ya vitendo vya kikatili dhidi ya raia. Maelezo hayo yaliongeza uzito wa hoja kwamba uchaguzi haukuwa tukio la kawaida la kisiasa, bali tukio lililoacha alama mbaya katika historia ya nchi. Kumbukumbu za uchaguzi wa nyuma, ikiwemo mwaka 2020, zilijitokeza kama rejea isiyoepukika, zikionyesha mwenendo unaotarajiwa na unaojirudia wa kuimarisha udhibiti wa dola badala ya kulinda haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Miongoni mwa masuala yaliyoibuliwa kwa uzito ni kuenguliwa kwa mgombea wa urais wa ACT Wazalendo, pamoja na kuondolewa kwa mawakala wa chama katika vituo vya kupigia kura na kuenguliwa kwa wagombea wa ubunge na udiwani bila kufuata sheria. Aidha, hata madiwani waliotangazwa kushinda walinyimwa haki ya msingi ya kula kiapo cha kuwa mawakala, aliyoashiria matumizi ya mbinu ya kiutawala kudhibiti matokeo ya uchaguzi. Mlolongo huu wa matukio uliweka wazi tatizo la kimuundo, si la chama kimoja bali la mfumo mzima wa usimamizi wa uchaguzi. Hoja ya ushindi wa 98% iliyotarajiwa katika mkutano huo ilichukua nafasi ya kipekee katika mjadala wa kitaifa. Katika historia ya Tanzania, hata wakati wa mfumo wa chama kimoja chini ya Julius Nyerere, matokeo ya aina hiyo hayakuwa kawaida. Takwimu hiyo ilitafsiriwa kama ishara ya ushindi usio na ushindani wa ukweli, unaodhoofisha dhana ya uchaguzi kama chombo cha uwakilishi wa wananchi. Na kwa mantiki hiyo, mjadala haukuwa kuhusu nani alishinda, bali jinsi ushindi huu ulipatikana na athari zake kwa uhalali wa uongozi. Na katika muktadha mpana wa kisiasa, mkutano wa Mtwara uliunganisha madai ya ndani ya historia ndefu ya madai ya katiba mpya. Viongozi wa chama waliwasihi wenzao kuhakikisha mapambano ya katiba yanapewa kipaumbele kabla ya uchaguzi ama chaguzi zijazo, wakisisitiza kuwa bila mabadiliko ya kikatiba chaguzi zitabaki kuwa chanzo cha migogoro badala ya suluhisho. Na tangu kusimama kwa mchakato wa katiba mpya zaidi ya muongo mmoja uliopita, masuala ya mamlaka ya rais, uhuru wa tume ya uchaguzi na ulinzi wa haki za msingi yameendelea kuwa vyanzo vya mkutano. Kauli iliyotolewa dhidi ya tume na kamati za uchunguzi wa maridhiano ilionyesha kukata tamaa kwa upinzani kuhusu mbinu zinazotumiwa na dola kukabili migogoro ya kisiasa. Kwa mtazamo huo, miundo hiyo ilionekana kama ya muda inayotuliza presha bila kushughulikia mzizi wa tatizo.
Hii si hoja mpya katika siasa za Tanzania. Mara kadhaa kuanzia machafuko ya uchaguzi Zanzibar na hadi mgogoro wa uchaguzi wa bara, kamati zimeundwa kwa ripoti kutolewa bila utekelezaji wa mapendekezo yake. Mtwara kama sehemu ya mikoa ya kusini imekuwa mara nyingi nje ya mwanga wa siasa za kitaifa, lakini simulizi lilotoka huko liliunganisha pembezoni na katikati ya mamlaka, ilionyesha kuwa athari za siasa za kitaifa hazibaki Dar es Salaam au Dodoma pekee, bali zinaingia katika jamii ya pembezoni, zikiguza maisha ya watu waliotegemea uchaguzi kama njia ya kusikika. Hii inaongeza uzito wa hoja kwamba mgogoro wa uchaguzi ni mgogoro wa kitaifa, si wa vyama vya upinzani pekee. Na katika historia ya Afrika Mashariki, nchi zilizopuuzia madai ya mageuzi ya uchaguzi zimejikuta katika mizunguko ya vurugu na ukosefu wa utulivu. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama kisiwa cha amani, lakini taswira hiyo imekuwa ikichunguzwa kwa makini kadri ripoti za ukiukwaji wa haki zinavyozidi kuibuka. Mashirika ya haki za binadamu na kikanda na kimataifa yamekuwa kifuatilia mwenendo huu, yakitoa tahadhari kuhusu athari za muda mrefu kwa utawala wa sheria na uhusiano wa kimataifa. Katika ngazi ya uongozi wa taifa, lawama zimeelekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa serikali iliyosimamia uchaguzi huo. Mjadala unaozunguka uongozi wake umejikita katika tofauti kati ya ahadi za mwanzo za kufungua demokrasia na hali halisi ya kukaza udhibiti wakati wa uchaguzi. Kwa wapinzani na wanaharakati, Mtwara uliwakilisha ushahidi wa wazi kwamba mabadiliko ya juu hayajatafsiriwa kuwa haki kwa wananchi walioko nchini. Kauli kwamba chama kitaendelea na hatua zake za kimapambano bila kukata tamaa ilionyesha mwelekeo wa kisiasa unaotafuta mbinu mbadala za kushinikiza mabadiliko ndani ya mipaka ya amani. Hata hivyo, ilibeba pia onyo lisilosemwa kwa sauti kubwa kwamba kuendelea kupuuza madai ya haki na katiba kunaweza kuongeza hasira ya umma na kupanua ufa kati ya dola na raia. Historia ya siasa za Tanzania inaonyesha kuwa utulivu wa kweli haujengwi kwa kukandamiza, bali kwa kujenga imani ya wananchi katika mifumo ya uwakilishi. Kwa mtazamo wa uhariri wa kidijitali na SEO, simulizi la Mtwara linaunganisha maneno muhimu yanayotawala mijadala ya sasa, ikiwemo uchaguzi huru na haki, na katiba mpya, haki za binadamu na uwajibikaji wa kisiasa. Ni simulizi linalofaa kwa majukwaa ya YouTube, uandishi mrefu wa kidijitali na vyombo vya habari vya wanaharakati, kwa sababu linatoa ushahidi wa moja kwa moja, muktadha wa kihistoria na athari za baadaye kwa taifa. Mwisho wa simulizi hili unaacha hisia ya wasiwasi unaotokana na ukweli kwamba Tanzania ipo katika njia panda, kutochukua hatua kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki na kuendelea kuendesha chaguzi bila mageuzi ya kikatiba kunahatarisha kuifanya nchi irudie mzunguko wa machungu kila baada ya miaka mitano. Ukimya unaotokana na hofu au uchovu wa kisiasa unaweza kuonekana kama utulivu wa muda, lakini hauondoi mizizi ya mgogoro. Hatima ya taifa itategemea kama sauti zilizoinuka Mtwara zitachukuliwa kama onyo la kujenga au zitazimwa kama kelele zisizofaa. Na katika chaguo hilo ndipo mustakabali wa demokrasia ya Tanzania ilipo. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi kila wakati kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare content zetu.